ambacho ni muhimu sana kwa mama mjamzito. Katika kipindi hiki kuna huduma ambazo mama mjamzito anapaswa kupewa kwa kushirikiana na mwenza, wahudumu wa afya na jamii nzima ambayo inamzunguka. Huduma hizi ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa yeye mwenyewe, lakini pia ustawi na ukuaji wa mtoto wake kutoka kipindi ambapo amegundua kuwa ni mjamzito mpaka kipindi ambacho amejifungua. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Twende pamoja katika mada hii tukiangalia huduma muhimu za mama mjamzito wakati kipindi chote cha ujauzito. Huduma ya kwanza ni mahudhurio ya kliniki. Mama mjamzito anapaswa kusaidiwa na mwenza wake kuhudhuria kliniki katika mahudhurio yote ambayo atapangiwa na mtaalamu wa afya. Katika kliniki, mama mjamzito atapata vitu vifuatavyo. Kwanza, atapima vipimo mbalimbali vya afya ikiwemo kipimo cha shinikizo la juu la damu, yaani kipimo cha presha. Kipimo hiki kitasaidia kugundua kama ana changamoto ya kifafa cha mimba au ana viashiria vya kupata kifafa cha mimba au changamoto yote ile ya shinikizo la juu la damu au presha ya kushuka. Kipimo cha pili, mama atapima kipimo cha sukari, tunaita blood glucose. Kipimo hiki kitasaidia kugundua kama ana dalili ya kupata kisukari cha ujauzito, tunaita gestational diabetes, au alishapata kisukari au ana changamoto yote ile inayohusiana na magonjwa ya kisukari. Lakini pia mama atapimwa mkojo katika kila uzulio. Hii itasaidia kugundua kama ana maambukizi ya mfumo wa mkojo na atapatiwa matibabu kutokana na changamoto ambayo inamsumbua. Lakini pia mama atapima wingi wa damu. Kipindi hiki mama mjamzito anakabiliwa na wengi kukabiliwa na changamoto ya upungufu wa damu. Kwa hiyo kipimo hiki kitasaidia kugundua kama damu yake imeshuka ili aweze kuchukuliwa hatua ya kudhibiti tatizo hili mapema. Kingine, mama atapimwa kipimo cha virusi vya ukimwi pamoja na kipimo cha kaswende. Vipimo hivi vitapimwa pamoja na mwenza ili kugundua kama kuna changamoto yoyote ile na waweze kuchukua hatua mapema ya kumlinda mtoto, lakini pia kumlinda mama. Magonjwa haya yote yanaweza yakapita kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo unapogundua mapema inakuwa rahisi kuyazuia. Lakini pia mama atapima kipimo cha malaria katika kila uzulio. Kipimo hiki kitasaidia kugundua kama ana ugonjwa wa malaria na aweze kupatiwa dawa mapema, kwani malaria ni moja ya ugonjwa ambao unasumbua sana wajawazito wengi. Lakini mama atapima umri wa mimba kwa siku, lakini pia kwa calculate, lakini pia kwa ultrasound kwa zile hospitali ambazo zinaitwa kipimo cha ultrasound. Kwa hiyo ni vipimo muhimu ambavyo mama mjamzito atapimwa katika kila uzulio atakapokuwa anahudhuria katika kliniki. Kitu cha tatu ambacho mama atapewa, anatakiwa huduma nyingine ambayo mama anapaswa kupewa wakati wa ujauzito ni huduma ya lishe bora pamoja na virutubisho bora ambayo vinajenga afya yake. Katika kipindi cha ujauzito, sio kila lishe mama anapaswa kupewa na kuzingatiwa. Mama anapaswa kupewa chakula ambacho kinamtunza yeye pamoja na mtoto wake, yaani chakula ambacho hakina asali yoyote ile. Anapaswa kupewa wanga kutoka katika mahindi, maharage, viazi, lakini pia anapaswa kupewa protini kutoka katika mboga za majani, nyama, samaki, lakini pia anapaswa kupewa vyakula ambavyo muhimu vina virutubisho ambavyo vinaongeza damu kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano mboga za majani, pia kuna matunda, lakini mama huyu anapaswa kutumia vyakula hatarishi. Kuna mada nyingi ambazo tutaelezea kuhusu vyakula muhimu kwa mama mjamzito. Huduma nyingine muhimu ambayo mama anapaswa kupewa wakati wa ujauzito ni huduma ya kinga pamoja na matibabu. Mama mjamzito anapaswa kupewa neti katika uzulio la kwanza anapohudhuria kliniki, lakini pia atapewa dawa za kujikinga na malaria, lakini pia dawa za kujikinga na minyoo, lakini pia atapewa chanjo ya kupepunda kutokana na umri wa mimba yake na jinsi ambavyo atashauriwa na mtaalamu wa afya. Huduma nyingine muhimu ambayo mama mjamzito anapaswa kupewa kipindi cha ujauzito ni huduma ya afya ya akili pamoja na ustawi wa jamii. Mama anapaswa kushauriwa na jamii au kukaa karibu na jamii ambayo haimfanyi haogopi kuhusu kipindi ambacho anapitia. Baadhi ya wajawazito wanaweza kupata changamoto ya afya ya akili. Kwa wajawazito hao wanapaswa kushauriwa na kusaidiwa kuhusu
hali mbalimbali ambazo wanapitia ili wasipate changamoto ya afya ya akili. Huduma nyingine muhimu ambayo mama anapaswa kupewa ni kupewa elimu kuhusu afya ya mama na mtoto, kuwa hatari mapema, kwa mfano hatari ya kuharibika ujauzito na kuchukua hatua mapema. Hizi zilikuwa ni huduma muhimu sana ambazo mama mjamzito anapaswa apewe wakati wa ujauzito. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Niandikie kwenye comment section ni huduma gani ambayo ni muhimu na leo nimeisahau katika maelezo yangu ya hapa ambapo tumediscuss. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.